Habari, naitwa Saidi Majaliwa, ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Tutakumbuka mnamo tarehe 12 mwezi wa 8 2026, halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tulitoa tangazo wadaiwa wa viwanja katika mradi wa Block N Bicha. Tulitoa maelekezo kwamba kufikia tarehe 19 mwezi wa 8 2026, wote ambao walikuwa wanadaiwa viwanja vile wao wamelipa. Tulitoa muda wa wiki moja. Kwa maana gani? Kwa sababu kwanza tulishatoa notice katika miaka ya nyuma iliyopita, na tulishatoa majina haya kwenye matangazo kwenye magazeti mengine. Lakini tatu, mwaka jana mwezi wa 11 pia tulitoa matangazo haya. Na leo kama unakumbuka, tulisema kwenye tangazo hili la tarehe 12 kwamba tangazo hili litakuwa la mwisho. Kwa hiyo ndugu wananchi, nimekuja mbele yenu kutoa taarifa baada ya tarehe 19 na hatua ambazo sisi kama halmashauri tunakwenda kuzichukua. La kwanza, kati ya watu 36 ambao tuliwaorodesha katika orodha ile, jumla ya watu 7 pekee ndio wamefika ofisini kwa mkurugenzi na kutoa maelezo. Tuliwasikiliza na tukawahudumia. Mtu yote ambaye alikuwa na sababu na maelezo ya kujitosheleza tumemsikiliza na tumempa control number na wamekwenda kulipa. Sasa kuna hawa wengine ambao wamebaki, nimekuja mbele yenu kuwatangazia kwamba viwanja hivi ambavyo vimebaki, viwanja 30, walifika watu 6, viwanja 30 vilivyobaki tutaviuza kwa wananchi wengine. Nikumbushe tu, mradi huu wa Bicha Block N ulifanyika mwaka 2018 na kuanza kutoa viwanja, mtu wa kwanza kupewa kiwanja alianza kupewa kiwanja mwaka 2019. Na niwape taarifa tu, katika mafaili ambayo ninayo hapa, baadhi ambao ni wadaiwa, mtu mmoja mfano anadaiwa milioni 6.2. Tarehe 12, tarehe 26 mwezi wa 11 2019 ndipo alipolipa hiyo milioni 1. Kwa hiyo kuanzia 2019 mpaka leo tunaongea 2026, 7 years hajaongeza kiasi. Na niwape taarifa tu, kuna baadhi ya watu wengine kwenye orodha hii tumepiga namba zao, anapokea mtu mwingine na anasema mimi kiwanja kisikijui. Kwa hiyo tulitoa ile tangazo kama kuondoa doubt kwa mwananchi yote ambaye tutakapotoa kile kiwanja asije kulalamika kwamba kiwanja changu kilichukuliwa. Kwa hiyo ndugu wananchi, nataka kuhakikishia na wanakondoa mji kwa ujumla kwamba sisi hatuko hapa kumuonea mtu, tuko hapa kutenda haki. Tumefanya ukaguzi wa viwanja hivi uwandani kule kwenye viwanja kule, tumebaini vitu vingine. Huku kuna mtu anaonekana anadaiwa na hajamaliza, lakini site ameshapewa hati. Kwa hiyo hivyo viwanja tulichokiamua hatutaviuza kwa sababu tayari vina hati, ili tusilete mgogoro. Lakini yule mwenye hati na huyu aliyetoa hati tunawapeleka mahakamani. Kwa hiyo tumepeleka hayo majina kwa mwanasheria, atadili nao mahakamani. Kwa hiyo katika viwanja ambavyo tunakwenda kuviuza, hatutagusa viwanja vile ambavyo tayari mtu alishajimilikisha mwenyewe kisheria akapewa hati. Kwa hiyo tutakwenda kwenye hatua za kisheria na yule mtu. Kwa hiyo kiwanja kile hatutakigusa. Lakini pia kuna watu wengine hajamaliza kiwanja, hajamaliza kukilipia, hajatengeneza hati, lakini uwandani ameshajenga nyumba, hana hati. Na hicho kiwanja pia ni watoe wasiwasi ndugu wananchi, hatutakigusa, hatutakiuza. Kwa hiyo huyu mwananchi aliyejenga nyumba lakini ofisini kwetu anasomeka kwamba anadaiwa, tutampeleka mahakamani. Kwa hiyo tutadili naye mahakamani mpaka haki ya halmashauri na serikali kwa ujumla ipatikane. Niwahakikishie, viwanja ambavyo tutavitangaza na tutaviuza ni vile ambavyo mdaiwa anadaiwa, site hamna kitu chochote, lakini pia na hajafanya mchakato wa hati. Lengo langu ni nimekuja kuhakikishia ambao mtanunua viwanja hivi kwamba tutakapotangaza kiwanja hakitakuwa na mgogoro wowote.